Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi nchini Namibia leo, ambapo atahudhuria sherehe za kuapishwa rais wa nchi hiyo Netumbo Nandi-Ndaitwah. Katika michezo, shirikisho la sanaa za maonesho nchini limeeleza kujivunia mafanikio katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kwenda nchini Namibia leo kwa ziara ya kikazi, ambapo atahudhuria uapisho wa rais wa nchi hiyo Netumbo Nandi-Ndaitwah. Taarifa iliyotolewa na Ikulu inasema Rais Samia amealikwa kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizo za uapisho na anatarajiwa kuhutubia kwenye sherehe hizo sambamba na maadhimisho ya miaka 35 ya uhuru wa Namibia. Uhusiano baina ya Tanzania na Namibia ni wa kindugu na wa kihistoria, ambapo uliasisiwa na marais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sam Nujoma aliyefariki mwaka huu wakati wa harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika. Kwa mara ya kwanza Namibia inapata rais mwanamke na kufanya idadi ya marais wanawake barani Afrika kwa sasa kuwa 2. Jitihada za kukuza sekta ya utalii ambazo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anazifanya zinatajwa kuongeza idadi ya watalii katika hifadhi ya pori la akiba la Mpanga Kipengele lenye vivutio vya aina tofauti ikiwemo maporomoko ya maji, misitu ya miti ya asili, aina ya miombo na maua ya aina mbalimbali. Tupate taarifa zaidi. Bodi ya wakurugenzi ya Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA imetembelea hifadhi ya pori la akiba la Mpanga Kipengele na kujionea uboreshaji mkubwa ambao umefanyika pamoja na vivutio mbalimbali vilivyomo ndani ya hifadhi hiyo. Tulikuwa na watalii 0 katika muda wa miaka 4. Tumeweza kujenga majengo na kuweka vielelezo vingi ambavyo vimesaidia kukuza utalii katika eneo hili. Tukumbuke kwamba eneo hili sio muhimu tu kwa ajili ya utalii, lakini vile vile ni muhimu kwa ajili ya utunzaji wa vyanzo vya maji vikubwa ambavyo ndivyo vinapeleka maji mto Ruaha, ambapo mto Ruo unapeleka maji katika bwawa letu la Nyerere. Mpaka hivi sasa utalii umekuwa mpaka kufikia watalii zaidi ya 2000. Tujenge utamaduni wa kuthamini vitu vyetu, lakini nakuja kuona hivi vivutio vya utalii. Mkuu wa hifadhi ya pori la akiba la Mpanga Kipengele Donosian Makoi ameeleza miradi ambayo inaendelea kutekelezwa ndani ya hifadhi hiyo. Tuna miradi 2 ya kimkakati ndani ya hifadhi kwa ajili ya kukuza utalii. Tuna mradi wa launch au majilisi. Mradi mwingine kwa mwaka huu 2024-2025 ni ujenzi wa barabara. Sasa hivi tunaelekea ukanda wa juu ambao ni ukanda wenye maua, na ufungukaji wa barabara hii tunategemea kuanzia msimu ujao wa kiutalii. Eneo hilo la maua litafunguka na ni eneo ambalo lina species zaidi ya 400 za maua. Lakini pia anasema uongozi wa hifadhi umeendelea kugundua vivutio vingine. Uvumbuzi wa kituo tunaweza kufikia kutoka waterfall tulikuwa nazo 15, maporomoko ya maji 15. Sasa hivi tuna maporomoko ya maji 40 yenye mvuto na aina tofauti, testi, ladha tofauti. Kwa upande wa mapato tulikuwa tunakusanya 0. Sasa hivi kwa mwaka 2024-2025 kituo hichi kilikusanya milioni 155. Kutoka hapa katika pori la akiba la Mpanga Kipengele, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Watendaji wa kata wametakiwa kuongeza juhudi kwenye usimamizi wa fedha za miradi ili kuwa salama, kwani kuanzia mwaka ujao wa fedha watawajibika moja kwa moja iwapo kutatokea dosari kwenye miradi ya maendeleo. Rai hiyo imetolewa na mkufunzi wa mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Hamisi Mjanja, alipokuwa akitoa mada kwenye mafunzo yanayotolewa na Wizara ya Katiba na Sheria katika halmashauri ya wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Baada ya mabadiliko ya sheria na majukumu ya watendaji wa kata na vijiji kwa yameainishwa vizuri, hasa ya usimamizi wa fedha za halmashauri,
Maana yake kama kutatokea na ubadhilifu wowote au utekelezaji mbaya wa mradi wowote wa maendeleo katika eneo la kata na kijiji husika, basi mtendaji wa kata na kijiji atawajibika moja kwa moja, kwa sababu atakuwa ameshindwa kusimamia mradi huo na amekiuka sheria ambayo itakuwa imemtaka kuhakikisha kuna usimamizi mzuri wa fedha katika mradi husika. Kwa vile watendaji wa kata nao pia ni maafisa masuhuri wa kata, pia ni custodian wa kata, nao wameelekezwa wajitambue sasa hivi kwamba ukitokea kuna uzembe umefanyika kwenye usimamizi wa miradi isipotekelezeka kwa ufanisi na ubora, nao watachukuliwa hatua kama vile wanavyochukuliwa wengine ngazi za wilaya. Baadhi ya watendaji kata wilayani Karatu wakaeleza utayari wao katika usimamizi wa fedha za miradi. Tumelipokea kwa mshtuko, lakini kwa sababu ni kazi na sisi tumekumbushwa wajibu wetu wa kusimamia miradi ndani ya kata zetu, na tumepewa nguvu zaidi, tumejengewa uwezo wa kutosha kuweza kusimamia bila kuogopa. Tumepata mafunzo leo na rasmi tushaingizwa kwenye miradi, kwa hiyo nadhani tutakuwa waadilifu, miradi yetu tutasimamia vizuri kuhakikisha kwamba serikali yetu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan haipati hasara kupitia sisi. Joyce Mushi ni wakili wa serikali mkuu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ambaye ndiye mratibu wa mafunzo hayo. Anaeleza tathmini baada ya kuhitimisha mafunzo hayo katika halmashauri zote za mkoa wa Arusha. Katika mkoa wa Lindi tulifanikiwa kufikia washiriki 270 na hapa katika mkoa wa Arusha tumefanikiwa kufikia washiriki 295, ambapo kupelekea jumla ya washiriki 565 ambao wameweza kupata mafunzo haya. Washiriki wameomba na wenzao ambao pia wanashughulika moja kwa moja na wananchi, kuwahudumia wananchi, waweze kupewa mafunzo haya kama maafisa tarafa, watendaji wa vijiji, watendaji wa mitaa na watendaji wa vitongoji. Mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria kwa mikoa ya Lindi na Arusha yamehitimishwa wilayani Karatu baada ya kuwafikia viongozi na wataalamu wa serikali za mitaa ambao ni watendaji kata, wakuu wa idara na kamati za usalama. Emmanuel Mwakapotela, Channel 10. Wakazi katika kijiji cha Nyamuswa, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, wamefanikiwa kuwakamata watu wawili wakiiba taa za barabarani, ambao baada ya kukamatwa imegundulika kuwa wamekuwa wakiiba taa katika maeneo mbalimbali mkoani humo. Hapa ni wilaya Bunda mkoani Mara, na hizi ni nyakati za usiku. Wakazi katika eneo hili la Nyamuswa wanafanikiwa kukamata watu wanaodaiwa kuwa ni wezi wa taa za barabarani, na hii ni ishara kuchoshwa na vitendo hivyo. Wakazi katika kijiji hiki cha Nyamuswa, halmashauri ya wilaya Bunda hapa mkoani Mara, wanasema hawako tayari kuona jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi zikirudishwa nyuma, na hapa wanaeleza hali ilivyokuwa. Watu wanaozidi kutoka nje ya kata ya Nyamuswa kuja kutuchukulia taa zetu, kwa kweli wanafanya jambo baya sana. Unaona, lakini kabla ya hizo taa hali ilikuwa si nzuri kwa kweli. Mimi naona tunajivunia ambao haya maeneo ya taa yametuzunguka mbele na nyuma. Kwa hiyo tunaamini usalama ni mkubwa. Ila kinachotakiwa ni hizo tabia chafu zikomeshwe. Katika kijiji chetu hiki sisi tumeonyesha umoja wa kumshika yule mtu, japo alikuwa na wenzake ambao walikuwa kwenye ile daraja chini. Baada ya kutoa ile taa, tukashikane nao ichukue ile taa kwenda nayo. Lakini tukasimama thabiti, tukasimama vizuri, tukaweka mambo sawa. Viongozi katika kijiji na kata ya Nyamuswa wanasema wameamua kuunda ulinzi shirikishi wa mali za umma ili kukabiliana na changamoto hizo. Na tayari sisi pia wananchi hapa tumejipanga vizuri kwa ajili ya kulinda hizi zilizokuwa zimebaki, na tutaendelea kuwa walinzi wa kila leo, lakini kikubwa tuombe serikali kuu hao watu wawe mfano. Tumewekeana mikakati ya kulinda hizi taa, na ndio maana unaona jana tumebahatika kumkamata mwezi mmoja ambaye alitaja mwenzake wawili, na tumewaambia jeshi la polisi huyu atueleze hizi taa anaziuza wapi, anampelekea nani. Meneja wa wakala ya barabara nchini TANROADS mkoani Mara, Mhandisi Vedastus Maribe, anawashukuru wakazi wa kijiji hiki na kuwataka wengine kuiga mfano wa namna hiyo ili kukomesha vitendo hivyo. Lakini kuna watu ambao sio waaminifu wamekuwa wakihujumu hii miundombinu ya taa na kuziiba. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi wa maeneo mengine pia kuhakikisha kwamba wanazilinda taa hizi kama walivyofanya wenzao wa Nyamuswa, na kuhakikisha kwamba wezi wanapopatikana wanawakamata, wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imepongeza hatua ya ujenzi wa ofisi za Wizara ya Mifugo na Uvuvi unaoendelea kwenye eneo la Mtumba jijini Dodoma, ambapo imetaja jengo hilo kuwa la mfano. Pongezi hizo zimetolewa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Mariam Ditopile muda mfupi baada ya kuiongoza kamati yake kukagua jengo hilo litakalo gharimu takriban shilingi bilioni 24.9 hadi kukamilika kwake. Mimi kwa niaba ya kamati nzima kwa kweli nichukue fursa hii kuipongeza sana wizara kwa usimamizi mzuri. Tumejionea jengo hili limekidhi vigezo vyote vya kitaalamu, lakini wamejiongeza limekuwa la kisasa mno. Tumeonyeshwa miundombinu ya kuzima umeme, ya gesi, ya maji, wamekidhi vigezo pia vya watu hata wenye mahitaji maalum. Kwa upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji, mbali na kuishukuru kamati kwa ushirikiano iliyopata wakati wote wa ziara hiyo, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zilizotumika kujenga ofisi hiyo, akiahidi wizara yake kuendelea kutoa huduma bora zaidi watakapohamishia shughuli zao kwenye jengo hilo. Tulipokea kiasi cha shilingi bilioni 24 milioni 982 laki 137 na 134 na senti 45 kwa mwaka wa fedha huu kwa ajili ya jengo hili, na wao kama kamati wamefika kukagua fedha ile kama tumeitumia sawa sawa. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuruhusu sisi tuendelee na ujenzi wa jengo hili, na leo hii kamati wamefika na wameridhika kabisa na aina ya ujenzi uliofanywa, lakini miundombinu walioikuta ndani ya jengo hili wameipongeza na kushukuru mno. Mmoja wa wajumbe wa kamati hiyo, Mhandisi Ezra Chiwelewa, ametoa rai kwa taasisi nyingine kuwa na imani kwa wakandarasi wazawa kama walivyofanya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa Shirika la Nyumba la Taifa NHC, ambao wametekeleza mradi huo kwa viwango bora. Kisimama tu sisi hizi field zetu, unaona ukuta ulivyonyoka, utaona kona zilivyotengenezwa, lakini yote hii inafanywa na Watanzania. Maana hatujakuta Mchina hapa wala hatujakuta nini. Ni vijana wa Kitanzania waliosoma kwenye vyuo vyetu hivi wako China National Housing, they are doing this. Kwa kikubwa tuzidi kuencourage hata miradi mingine ya serikali, tusikimbie sana kuleta wageni. Pesa inapobaki humu ndani inatusaidia. Kama wameweza kujenga majengo haya, ninaamini engineer wa China na engineer wa hapa wote tuko sawa. Mradi wetu kwa sasa umefikia 93%, na kazi kubwa ambazo zimebaki ni kazi za umaliziaji. Hasa kuna fire pump kwa ajili ya kupandisha maji kutoka kwenye water storage tank basement kwenda kwenye matenki kule juu ili yaweze kushuka kwa njia ya gravity. Salma Shabani, Channel 10. Jeshi la polisi limetoa shime kwa taasisi na wananchi kwa ujumla kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu katika jeshi hilo ili liweze kutoa huduma zilizo bora zaidi katika ulinzi wa raia na mali zao. Rai hiyo imetolewa hapa jijini Dodoma na mkuu wa polisi wa wilaya Daniel Benda kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi SACP George Katabazi, wakati alipokuwa akipokea msaada wa vifaa vya ujenzi vitakavyosaidia kuboresha kituo cha polisi cha kata ya Mnadani. Umefanya hii management ya chuo, lakini pia wanufaika ni wananchi wa eneo hili pia. Kwa maana naona mwenyekiti yuko hapa, mtendaji yuko hapa, wananchi wa hapa watakapokuja kupata huduma zao watapata huduma katika sehemu ambayo ni bora na sehemu ambayo imeboreshwa. Akikabidhi msaada huo, naibu mkuu wa chuo cha mipango, fedha na utawala, Profesa Kanuite Hiandie, akaeleza thamani ya msaada waliokabidhi, huku viongozi na wananchi wakikishukuru chuo hicho kwa uwezeshaji huo. Tuliweza kutoa vifaa vya ujenzi ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 1.5, ambayo kama ulivyoona au ulivyosemwa baadaye tutaona baadaye tutakapokabidhi ni tofali 380, lakini pia kuna mabati bandari mbili. Za bandari mbili na maana mabati 16 mara 2, si ndio? Kwa hiyo jumla mabati 32. Kuboresha mazingira ya miundombinu ya jeshi la polisi, tunaamini sasa askari watakuwa na utulivu wa kutosha, lakini pia usalama wa vitu
utakuwa ni mkubwa. Tunawashukuru sana waliotoa msaada huu na tuendelee kutoa misaada hata sisi wengine tuliobaki ili tuboreshe kituo chetu cha mnadani. Asante. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Wataalamu kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili wameendesha mafunzo ya siku 2 kwa wataalamu wa afya wa mkoa wa Kagera na kufungua kliniki ya hemofilia katika Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Kagera pamoja na kukabidhi vifaa na dawa zenye gharama ya shilingi milioni 500 ili kupunguza changamoto ya wagonjwa hao kufuata huduma katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na Bugando, jambo ambalo lilikuwa likiwatesa wagonjwa hao. Dr. Stella Rwezaula kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na mratibu wa mradi wa hemofilia na rais wa chama cha hemofilia Tanzania amesema kuwa wametoa mafunzo ya siku 2 kwa wataalamu wa afya kutoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Kagera, lengo ikiwa ni kutoa taarifa ya ripoti ya wagonjwa wapya ili wakati wanaomba dawa kwa wafadhili waweze kujua idadi ya wagonjwa walionao na kutaja gharama za mradi wa vifaa vilivyotolewa katika Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Kagera. Mradi huu umesaidia kutoa vitendanishi katika hospitali ya mkoa wa Kagera vyenye thamani ya takriban milioni 10,320. Mradi huu umenunua vifaa vya mazoezi physiotherapy vya takriban shilingi milioni 3,990 kwa hospitali ya Kagera. Lakini pia mradi huu umesaidia vifaa vinginevyo ikiwemo friji ya kutunzia dawa, hizo factor concentrate kwa ajili ya wagonjwa wa hemofilia, kompyuta kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Na hizo dawa tulizoleta ni za thamani ya milioni 525 ambazo tumekuja nazo kwa ajili ya wagonjwa wa mkoa wa Kagera. Dr. Elasimus Mundeme, mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza kutoka Wizara ya Afya, ameanza kwa kuwapongeza Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kwa kutoa mafunzo hayo kwa wataalamu wa afya wa mkoa wa Kagera na kutoa vifaa na dawa za wagonjwa wa hemofilia na kusema kuwa serikali imejipanga kuwafikia wagonjwa wa hemofilia na watu wenye sikoseli wapate huduma kwa muda mwafaka. Kazi hii serikali ina nia ya kwenda mpaka chini kabisa kwenye familia, kuhakikisha kwamba tunashirikiana na familia na vyama vya watu wenye hemofilia ili tusimwache mtu hata mmoja. Watu wenye hemofilia wapate huduma, watu wenye sickle cell wapate huduma. Na kwa kupenda sasa kuboresha huduma zetu za afya ikiwemo utoaji wa huduma kwa wagonjwa wenye hemofilia lakini pia na sickle cell, basi tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha kwamba hichi ambacho kimeanzishwa basi tutaendelea kukifanyia kazi ili wananchi wetu sasa waendelee kupata huduma kwa karibu. Mgaza Muina, mgonjwa wa hemofilia, ameiomba jamii kutowakumbatia wagonjwa wa hemofilia maana wanahangaika kupata wagonjwa wapya ili serikali iweze kuwatambua na kuanza kuwapatia huduma moja kwa moja. Jamii tusiwakumbatie wagonjwa mitaani. Sasa hivi tunahangaika kutafuta wagonjwa ili tuweze kupata wagonjwa wengi, na kama alivyosema Dr. Stella kwamba tunatakiwa tupate wagonjwa wengi ili hata serikali iweze kututambua na iweze kuchukua jukumu la kununua hizi dawa. Dawa hizi ni gharama kubwa. Kutoka Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda mkoani Kigoma wametakiwa kutotumia vyombo vyao vya usafiri kusafirisha wahamiaji kutoka nchi jirani ambao wanaingia nchini Tanzania kinyume na sheria kupitia mipaka isiyo rasmi. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ametoa kauli hiyo wakati wa mahafali ya kuhitimisha mafunzo ya udereva ambapo rai iliyotolewa kuwakumbusha kutotumia vyombo vya usafiri kuingiza wahamiaji kutoka nchi jirani. Wakati mnabeba abiria ni lazima mzingatie kwamba ninyi ni walinzi wa nchi yenu. Hili ni jambo la msingi sana. Na hapo ndipo tunapotakiwa wakati mwingine kula kiapo cha uzalendo. Ukimwona abiria niliyembeba huyu anaweza kuwa na changamoto za kiusalama, mpeleke, toa taarifa. Sisi hatuna haja ya kujua huyo abiria wewe unaitwa nani. Sijui kama unanielewa vizuri. Tunahitaji tu taarifa kwa ajili ya usalama wa nchi yetu na uzalendo wa nchi yetu. Msisitizo mkubwa unatolewa kwa atakayehusika na vitendo vya kubeba wahamiaji ambapo hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Mbeba mhamiaji haramu kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, kisheria tukishakukamata adhabu ni
Narudia, adhabu ni faini milioni 20 au kifungo kuanzia miaka 20 na kuendelea. Maafisa hao wanasema mafunzo hayo yameongezea ujuzi ambao utawasaidia kufanya shughuli zao bila kuvunja sheria. Naipata kwanza ni kufanya kazi kwa uhuru, sababu nakuwa na cheti changu, afu baada ya hapa ya cheti naona kutafuta leseni yangu mimi, kuona kuwa na baba zangu abiria wangu kwa amani na utulivu kabisa, ni bila kusumbuliwa na askari aina yote yule. Tunashindwa kupata haki zetu kwa sababu tunaonekana sisi ndio wakosefu kwa sababu hatuna leseni. Lakini kwa sasa hivi inakuwa ni vizuri kwa sababu hata tukisababishiwa ajali tunapoenda na nyaraka ambazo zimekamilika tunapata haki zetu kwa usahihi. Walikuwa naenda kiolela, sehemu ambayo hujui ni ya kupaki unapaki, sehemu ambayo imekatazwa usipaki unapaki. Kwa hivyo kwa mafunzo haya nafikiri ataenda kutuongoza vizuri. Mafunzo hayo kwa maafisa wa usafirishaji yametolewa katika chuo cha ufundi stadi VETA kilichopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Kwa kipindi kifupi cha miezi miwili tumeweza kutoa mafunzo kwa madereva hao wapatao 228 kwa kipindi cha miezi miwili kwa maana Januari pamoja na Februari. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Wakala wa barabara nchini TANROADS wamewataka madereva kufuata utaratibu wanapokuwa na malalamiko badala ya kutumia mitandao ya kijamii na kuzua taharuki kwa wananchi wakiwemo wasafiri na wasafirishaji. TANROADS wametoa ushauri huo wakati wakitoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya dereva wa kampuni ya Simba Logistics, Pamela James, ambaye alidai kubambikwa uzito katika mizani ya Vigwaza mkoa wa Pwani tarehe 13 Machi wakati akiwa amebeba mzigo wa kopa akitokea nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Niko yadi toka ile siku baada ya kukataa kulipa deni la shilingi 900 na baada pia ya wao kunikatalia kupima. Niko hapa nikitaka mamlaka inisaidie. Kila ninapoomba kwamba nisaidiwe nipime ili niweze kujiridhisha niweze kulipa, hawataki. Akizungumza kwa niaba ya mtendaji mkuu wa TANROADS mhandisi Mohamed Besta, meneja wa TANROADS mkoa wa Pwani mhandisi Baraka Mwambage anaeleza changamoto ya gari hiyo hadi kuonekana na uzito uliozidi. Gari imekuwa na uzito ambao unabadilika toka ilipokuwa inaingia nchini na mpaka ilipofika eneo hili la Vigwaza. Sasa kubwa zaidi ni kwamba matatizo kwenye mizani yapo muda wote, lakini namna ya kuyashughulikia ndio imetufikisha hapa. Kwa hii variation, ongezeko na kupungua la uzito wa hili gari technical kiufundi ni changamoto kwenye mifumo ya air suspension. Je, sheria inasemaje kuhusu kurudia kupima uzito lakini pia tozo baada ya kuzidisha uzito? Sheria ya udhibiti uzito wa magari Afrika Mashariki inamtaka msafirishaji yoyote ambaye atabainika amezidisha uzito, kifungu cha 17 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili kinamtaka alipe tozo ya uzidishwaji uzito. Baada ya kulipa tozo aende akashushe kile kiwango ambacho kimezidi au akapange mzigo. Baada ya hapo arudi kupima, kama atakuwa ndani ya zile limits au viwango vinavyokubalika kisheria ataruhusiwa kuendelea na safari. Sheria ya udhibiti wa magari ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2018 inamtaka msafirishaji mwenye gari inayoanzia tani 3.5 kupitia katika vituo vya mizani kwa ajili ya kuhakikisha uzito wa gari lake ili kuepusha uharibifu wa barabara. Serikali imetangaza kufanya sensa ya uzalishaji wa viwanda rejea ya mwaka 2023 katika eneo lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kubaini mchango na uwezo wa viwanda katika ukuzaji wa uchumi hapa nchini. Akitoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam, Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Suleiman Jafo amesema kufanya sensa ya viwanda kutasaidia taifa kujua uwezo wa viwanda kuzalisha mali pamoja na kujua mahitaji ya nchi ili kuvilinda kutokana na mahitaji ya nje na ndani ya nchi. Sasa hii ni muhimu sana, na hasa kuhakikisha katika utengenezaji wa sera zetu, mipango yetu ya maendeleo na kuona wapi tunapokwenda, na hasa vile kuangalia mchango wa viwanda katika uchumi wa taifa letu hili. Kumbukeni, hivi karibuni takwimu zilizofanywa inaonekana kwamba mchango wa viwanda ulikuwa takriban 7.8 mpaka 8. Eneo hili sasa, baada ya kufanya sensa hii za viwanda, tunaweza kuona mchango wa viwanda katika uchumi wetu ambao ni muhimu sana, tukifahamu viwanda ndio fursa kubwa ya ajira katika nchi yetu. Kwa hiyo tunatoa woga kwamba siri ya kiwanda kimoja isije kaenda siri kwa kiwanda kingine kaenda, sivyo hivyo.
Wale watakao kuwa wanakuja kwenye kiwanda chako ni wale ambao wanatambulishwa kwako na wameapa. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano mkubwa sana, tupate sensa zilizo sahihi, mataarifa zilizo sahihi, kusudi tuijue nchi yetu inatakiwa iende wapi. Naye mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msengwa amesema kupatikana kwa takwimu hizo kwa usahihi na kwa wakati zitasaidia kuhusisha sera sambamba, kupanga na kutoa maamuzi ya kuboresha sekta ya viwanda nchini. Takwimu ni nyenzo za kufanya maamuzi yenye ufanisi, ambayo inatoa fursa ya kutathmini athari, kutambua fursa, kuboresha na kupima utendaji kazi katika sekta mbalimbali. Sasa tukizingatia sekta yetu ya viwanda na biashara ni sekta muhimu, na hasa katika kipindi hiki cha mabadiliko mengi, lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunaweza kupata masoko ya ndani na nje. Wenye viwanda kwa kweli tunawaahidi tutaendeleza ushirikiano ambao tumekuwa tunaupatia nyinyi kwenye utendaji wenu wa kazi kila siku, lakini pia tuna special interest ya takwimu hii kwa sababu pia inatoa nafasi ya kupata picha halisi ya sekta ya viwanda hapa nchini. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa shirikisho la sanaa za maonyesho nchini Shisama imeeleza kujivunia mafanikio ya sekta ya sanaa nchini kwa kipindi cha uongozi wa miaka 4 wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa kipaumbele katika kuitangaza na kuiinua sekta hiyo. Hayo yameelezwa na rais wa shirikisho la sanaa za maonyesho nchini Dr. Sinsia Henjewele wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo ametumia nafasi hiyo kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara katika kuitangaza sekta hiyo kama ambavyo wao wametekeleza kwa vitendo. Nitoa sana kwa upande wa shirikisho la sanaa za maonyesho sarakasi. Watu wangu wa sarakasi wameenda nje sana na wametangaza sana utalii wa Tanzania. Watu wa ngoma wameenda nje, wametangaza sana utalii wa Tanzania. Ramadhani Brothers sarakasi ndio waona pia. Lakini hii yote tangu mama alivyofanya Royal Tour. Baada ya Royal Tour dunia ilianza kuona na sisi tulianza kutoka na watu wakawa wanaelewa sana Tanzania. Kwa hiyo najivunia sana upande wa utalii, tumeweza kuitangaza Tanzania kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia nimshukuru mama tangu ameingia ni historia, tumetoa pesa kwa upande wa mfuko wa utamaduni. Wasanii wengi wamepata zile pesa. Kwa upande wetu wasanii wengi wapishi, ma-MC, ma-DJ, wapambaji, watu wa ngoma wameweza kunufaika kwa mkopo huu ambao mama alikuwa ameutoa ambao hauna riba. Lakini kikubwa zaidi naona juzi tuliona upande wa comedy ilifanyika pale vichekesho. Mama alikuwa mgeni rasmi kwenye comedy. Yaani ni jinsi gani michezo ya jukwaani hatukuwahi kufikiria. Mama leo alikuwa kwenye michezo ya jukwaani. Shirikisho la sanaa za maonyesho akawa mgeni rasmi. Yaani ni jinsi gani mama anathamini sanaa na kuona hii kumbe ni kazi, ni ajira kama zilivyokuwa sanaa nyingine zote. Katika hatua nyingine, Henjewele ametoa wito kwa viongozi wa mashirikisho ya sanaa nchini kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan sambamba na kuwataka wasanii kutumia vyema mitandao ya kijamii katika kutangaza vivutio vya utalii. Kama alichotuonyesha, basi tuendelee kumuunga mkono. Nimesema kwa upande wa utalii, naomba tuendelee kutangaza utalii wa Tanzania sana. Kutoa wito kwa wasanii wale hasa tuseme masuperstar wanaotumia mitandao mbalimbali ya kijamii, tuitumie vizuri sana. Tutumie kwenye maadili mema. Lakini pia tutumie kwa kazi. Mtu mmoja akiwa na followers wengi atakapotuma kitu kizuri pale kwa ajili ya nchi yetu kitasambaa kwenye nchi nyingi sana. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Naam, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.